Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta nimehitimu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu tawala za majini wakuu, majini wenye kutoa mali pamoja na utajiri, na ninakuletea elimu uweze kufahamu tawala za majini wakuu wenye imani na takwa ya Allah, wenye imani ya kumcha Mola wetu mlezi, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil. Je, ni tawala zipi za majini wakuu ambazo nakuletea hapa? Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona hapa Daktari Musa navyomiliki mamilioni ya fedha? Na je, unahitaji kupata ongezeko la ufahamu wako wa akili? Unahitaji kuondokana na dimbwi la ufukara? Unahitaji kumfahamu muumba wako alikuleta duniani kwa ajili ya nini, na ujitambue wewe ni nani, na ufahamu pia majini ni viumbe gani, na majini hawa wapo katika tabaka ngapi? Je, unahitaji kufahamu majini wakuu wenye kumiliki mali pamoja na utajiri? Na je, unahitaji kuifahamu dunia na unahitaji kufahamu watawala wa kimajini? Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Kama unahitaji kumiliki jini la pesa, na maanisha jini la utajiri, kitu cha kwanza kabla hujaanza kuita kiumbe, lazima ufunge ndani ya siku 7 na uswali swala 5 kama wewe ni Muislamu. Ujitengeneze nafsi yako iwe katika roho za watu watakatifu, na usishiriki tendo la ndoa na mpenzi uliye naye ndani ya siku 7. Kisha utatafuta chumba ambacho kitakuwa ni chumba chako maalum kwa ajili ya kumuita kiumbe wako, na maanisha uweze kumuita jini wako ni mtarajia. Hicho chumba kipake rangi nyeupe, na hicho chumba kikisha kisiwe na mwanga wa aina yoyote, sawa Na pia katika chumba chako hakikisha ya kwamba usiwe na picha ya aina yoyote, na kama ulikuwa una picha ukutani basi zitoe zile picha. Na katika madirisha uliokuwa nayo basi ile madirisha yafunge, ina maana madirisha yawe ni yenye giza. Ikiwezekana basi unaweza ukatafuta singboard ukagonga kabisa, au zile pazia zako ukazigeuza kukawa na mazingira ni yenye giza. Kitu cha pili, hakikisha katika wiki ambayo unaamini kabisa wiki hii inahitaji nikae riadha ya kuita kiumbe jini, jini wa kheri, jini wa mali, jini wa utajiri, hakikisha usile vitu vinavyotokana na roho. Kwa mfano nyama ya aina yote usile, aidha nyama ya ng'ombe, ya mbuzi. Usile vitu vinavyotokana na roho, samaki, usinywe maziwa, usitumie pia aina ya mayai,
Sawa eh? Baada ya kutambua rangi zako za bahati ni zipi, basi utaenda kununua pete inayoendana na ufalme wa nyota yako. Aidha pete 2, aidha pete 1, lakini pete hiyo iwe ni pete original yenye madini original. Kisha kuwa umenunua pete 1, utaenda kununua kioo kidogo tu, kile kioo cha kujitazama. Utanunua kioo kimoja pia, na pia utanunua aina ya mishumaa ya aina 3. Utanunua mshumaa mweupe 1, na pia utanunua mshumaa mweusi mshumaa 1, na pia utanunua mshumaa mwekundu mshumaa 1. Baada ya kufika katika chumba chako, basi itakulazimu uchukue kile kioo ukiegemeze katika ukuta ya chumba chako kile ambacho utafanyia riadha ya kuita kiumbe. Kisha utachukua ile sahani ya mfupa nyeupe, utaiweka pale mbele ya kioo ulipokiegemeza, na utachukua pete yako ambayo yenye kuendana na ufalme wa nyota yako. Kama ni ruby, basi utaweka pete yako ya ruby nyekundu pale. Kama ni blue sapphire, basi utaiweka pale katika ile sahani. Kama ni Suleiman Hakik, utaiweka katika ile sahani. Kama ni pete ya Feruz, basi utaiweka katika ile sahani. Kama ni Garnet Stone, utaiweka katika hiyo sahani. Kama ni Moonstone, kama ni Tanzanite, kama ni Diamond Stone, basi utaziweka katika ile sahani yako. Kwa hiyo utaangalia ufalme wako unaendana na pete aina gani katika hayo madini, maana madini yapo mengi sana. Ukishakuwa umeweka hiyo pete, utawasha mshumaa wako wa kwanza. Utawasha mshumaa mweupe, ambako umeweka kwa ndani yake pete. Utawasha huo mshumaa mweupe. Utakusaidia kwa ajili ya kuisafisha nafsi yako zaidi na zaidi, kukuandaa kiroho, yani kwamba wewe ni mtu wa amani na unahitaji kuita jini lenye amani. Sawa eh? Ina maana nafsi yako itaenda kutakasika kwamba moyo wako ni mweupe, kwa unahitaji kuita kiumbe chenye amani. Baada ya hapo utachukua mshumaa mweusi. Mshumaa wa pili pia utauwasha pale katika sahani yako. Mshumaa mweusi utakuwakilisha ni ulimwengu wa kiza, yani kwamba unahitaji kuita kiumbe katika ulimwengu wa kiza. Sawa. Na mshumaa mwekundu pia utauchukua, ule wa 3 pia utauwasha pale katika sahani yako. Itawakilisha kiumbe ambaye unahitaji kumuita, kwa sababu majini asili yao ni moto na majini wameumbwa kwa moto. Kwa utapowasha ule mshumaa mwekundu, basi tafsiri yake ya kwamba unaukaribisha ufalme wa kimajini, au unamkaribisha jini wako aweze kuwa karibu na aweze kuwasili pale ulipo. Baada ya kukamilisha kuiwasha mishumaa yako yote 3, mshumaa mweupe na mshumaa mweusi na mshumaa mwekundu, itabidi katika kioo chako utachukua maka peni nyekundu au dhafarani nyekundu. Sawa eh? Na utatafakari, ninahitaji kuita kiumbe jini, awe wa kike au kiumbe jini wa kiume. Kama unahitaji kuita jini la kiume, utaandika
katika kioo chako pale kupitia dhafarani ama makapeni nyekundu. Kama unahitaji kuita jini la kiume utaandika Mukshina, na kama utahitaji kuita kiumbe na maanisha jini la kike utaandika Vamir. Kwa chini yake katika kioo utaandika Allah Hamal Jinni, kisha utaandika katika kioo chako tena kwa chini pale ulipoandika Allah Hamal Jinni, kwa chini yake tena utaandika Al-Aman. Maana ya kuandika hivi ni kwamba unahitaji amani, yaani jini ambalo unaliita basi lije kwa amani, na umeliita kwa wema, hujaliita kwa shari. Kwa chini tena pale ulipoandika Allah Hamal Jinn utaandika tena Al-Aman. Na kama utahitaji kumiliki jini sira, jini huyu huwa ni mrahisi sana ukimwita. Ni jini mpole, ni jini ambaye ni rahisi pia unapomwita ukafanya naye mazungumzo na akaondoka, basi utaandika katika kioo chako. Kama unahitaji kumiliki jini sira utaandika Shamar Al-Amar, utaandika Shamar Al-Amar katika kioo chako. Dalili ya kuamini kwamba jini wako tayari ameshawasili katika chumba chako, utaona utulivu utatawala ghafla, na hali ya hewa utaona kama inabadilika hivi. Unaweza ukapata dalili ya kichwa kuuma, maumivu ya kichwa makali sana, hasa kwa yule mtu ambaye ana marohani kichwani. Na kama una marohani kichwani, unaweza ukaona dalili ya kuingiwa na hofu katika moyo wako, yaani mapigo ya moyo yanaenda kasi, yanaenda mbio ghafla tu, na utaanza kushikwa kama na hali fulani hivi ya uoga. Au unaweza ukaona ile mishumaa yako ikawa kama inacheza, au inaweza ikazima kabisa. Au unaweza ukaona ardhi inazunguka, yaani inapinduka juu chini. Au unaweza ukashikia vishindo vya sauti nene au sauti nyembamba. Ina maana hapo tayari jini wako amesha wasili. Na je, unahitaji kuondokana na maisha ya dhiki? Unahitaji kufahamu elimu za kimajini? Na je, unahitaji kuwa mtu wa mafanikio kila kona ya dunia utakayopita? Kama unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kuna dawa za mivuto na kuna dawa za mivuto ya biashara, na pia kuna dawa za kupandisha nyota yako, na vile kuna dawa za kuisafisha nyota yako, na pia kuna dawa za kukufanya upendwe na mke uliye naye au mume uliye naye, na kuna dawa za kupandishwa cheo. Je, unahitaji kumiliki pia pete za bahati, pete ambazo zinazoendana na ufalme wa nyota yako, na maanisha pete original? Au unahitaji pia kumiliki pete za majini? Kama unahitaji kumiliki pete za majini, pete zenye kuvuta mali na utajiri, pete ambazo zilizofanyiwa kafara za wanyama mbalimbali ili uwe mtu wa mafanikio kupitia kile unachokifanya, au unahitaji kumiliki pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako? Kama unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha
ukajenge nyumba kama hauna nyumba, na kama unahitaji kumiliki fedha ukanunue gari, kama una ndoto ya kumiliki gari. Wewe ni kijana, ukipita mtaani utasema ya kijana kapita, au baba kapita, au mdada kapita. Ukiwa nje ya nchi kwa tiba pamoja na dua, usisite kunitafuta Dr. Musa kupitia namba +255 784 120 592. Na kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno jekundu hapo chini katika mkono wako wa kulia lililoandikwa subscribe, na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Pia ni vyema ukashare video hii na ndugu pamoja na marafiki, habari hii pia zikawafikia. Wahadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Musa